wa awali. Kundi la kwanza la wamisionari wa Roho Mtakatifu. Katika uenezaji Injili katika nchi yetu na ukanda wa Afrika Mashariki iliyofanywa na misionari wa kwanza ilifanyika kwanza katika visiwa vya Zanzibar. Historia inatueleza kwamba mnamo mwezi Desemba mwaka 1859 Askofu Armandi Maupoint, askofu wa Reunion, alituma naibu wake Monsignor Fava aende Unguja kuona kama inawezekana kuanzisha misioni huko. Ziara hii ya Monsignor Fava ilizaa matunda na hivyo misioni ya kwanza ilianzishwa huko Unguja mwaka 1860. Hata hivyo, askofu wa Reunion alitambua upesi sana kwamba kazi hii mpya inapita uwezo wake. Hivyo alifanya shauri na kongregasio ya uenezaji Injili kwa mataifa na matokeo yakawa kuanzishwa kwa prefecture ya kitume ya Zanzibar. Kwa Kiingereza tunasema Prefecture Apostolic of Zanzibar. Tarehe 12 Novemba mwaka 1862. Prefecture hii ilichukua eneo lote la Unguja kando ya Afrika ya Mashariki toka Cape Guardafui hadi Cape Delgado na ikiongozwa na wamisionari wa shirika la Roho Mtakatifu, kwa Kiingereza Holy Ghost Fathers, wakiwakomboa watumwa, kuwapa elimu na kuwabatiza. Mnamo mwaka 1868 wamisionari wa shirika la Roho Mtakatifu walihamia Bagamoyo na kutoka hapo wakaeneza Injili maeneo ya Mhonda, Mandera, Kilema, Morogoro na Kondoa. Baadaye tarehe 23 Novemba 1883 iliyokuwa Prefecture Apostolic of Zanzibar hadhi na kuitwa Vicariate Apostolic of Zanzibar. Kundi la pili la wamisionari White Fathers. Mwaka 1878 lilifika kundi la pili la wamisionari. Hawa walikuwa shirika la wamisionari wa Afrika na walianzisha utume wao huko Tabora na wakaelekea mpaka Karema, Mwanza na hata Uganda, Zaire, Zambia na Malawi. Mpaka wakati huo Dar es Salaam na katika eneo zima la kusini ya Tanzania hapakuwa bado na misioni Katoliki isipokuwa maeneo na wala ambapo wamisionari vya watumwa waliokombolewa. Kundi la tatu la wamisionari lilikuwa Wabenediktini wa St. Ottilien, Ujerumani. Mwaka 1884 huko Ujerumani, mtawa mmoja kwa jina Padri Andrea wa shirika la Wabenediktini wa St. Ottilien alivutiwa sana na kueneza Injili kwa watu wasiomjua Yesu bado. Hivyo alianza kutayarisha vijana wavulana na kwa wasichana katika utawa. Mwaka 1887 wakuu wa kanisa na wa serikali ya Ujerumani waligundua umuhimu wa mpango huo na hivyo wakamwomba Padre Andrea apeleke wamisionari wake katika koloni jipya lililoitwa Deutsche Ostafrika, Ujerumani ya Afrika Mashariki. Mnamo tarehe 16 Novemba 1887 kwa hati ya Baba Mtakatifu Leo wa 13 iliyokuwa Vicariate Apostolic of Zanzibar iligawanywa na kuzaa Vicariate Apostolic of Northern Zanzibar ambayo ilibaki chini ya mapadri wa shirika la Roho Mtakatifu na Prefecture Apostolic of Southern Zanzibar ambayo ndiyo iliyokabidhiwa kwa watawa wa Benediktini, na mipaka yake ilikuwa
kama ifuatavyo: kuanzia Dar es Salaam, eneo la Kunduchi kuelekea kusini magharibi mpaka karibu na Dodoma, kutoka huku likaelekea hadi karibu na Langenburg Kiela, kisha likaendelea kufuata ziwa Nyasa na baadaye mto Ruvuma mpaka karibu na Mtwara. Eneo hili sasa lina majimbo ya Dar es Salaam, Mahenge, Ifakara, Dodoma, Iringa, Mafinga, Njombe, Songea, Mbinga, Tunduru, Masasi, Mtwara na Lindi. Hivyo watawa Benediktini waliachiwa eneo lote la Tanzania Kusini ambako hapakuwa na misioni yoyote ya Kikatoliki. Kundi la kwanza la wamisionari wa Benediktini wa St. Ottilien lilifika Afrika Mashariki likiwa na wamisionari 14, padi mmoja, misionari mmoja, mabruda 8 na masista 4, ikiongozwa na Padre Boniface Fleischutz, na walitua kwanza Zanzibar tarehe 22 Januari 1888. Baada ya juma moja walivuka bahari na kuingia Dar es Salaam. Dar es Salaam wakati ule ilikuwa kama kijiji chenye wakazi takribani 2000 tu. Kwa kuwa hapakuwa na hoteli, wamisionari hawa walikodisha nyumba ya wageni ya kampuni ya biashara German East Africa Company, na hapo waliadhimisha misa ya kwanza tarehe 30 Januari mwaka 1888. Wamisionari hawa walikagua maeneo hapa na pale wakisaidiwa na mkuu wa mji wa Dar es Salaam Captain Loy, na muda walikiona walichokitafuta nacho ni si kingine bali ni eneo la Pugu, ambapo waliona panafaa sana kujenga utawa. Hivyo tarehe 6 Februari 1888 watawa walihamia rasmi katika eneo hili la Pugu na kuanzisha utawa. Hata hivyo, baada ya takribani mwaka mmoja, tarehe 13 Januari 1889, misioni ya Pugu ilivamiwa na jeshi la Bushiri bin Salim katika mapigano na Waarabu dhidi ya wakoloni wa Jerumani. Katika uvamizi huo, watawa Brother Petro, Brother Benedict na Sister Martha waliuawa, pamoja na baadhi ya watoto yatima na baadhi ya vijana. Baadhi ya wamisionari walifaulu kukimbia na wengine walitekwa pamoja na baadhi ya wananchi. Jeshi la Bushiri lilichoma nyumba zote. Mabruda waliofaulu kukimbia na kujificha porini walisaidiwa na wananchi, na mwisho walifaulu kufika bandarini, kupanda meli na waliwasili Zanzibar tarehe 19 Januari 1889. Aidha, kwa msaada wa Padre Baua, mkuu wa misioni ya Bagamoyo, watawa waliotekwa na Bushiri waliachiwa huru, nao pia walipelekwa katika misioni ya Roho Mtakatifu Zanzibar. Na mnamo mwezi Aprili 1889 Wabenediktini wote waliamriwa kurudi kwao St. Ottilien, na hapo sura ya kwanza ya historia ya kanisa la Dar es Salaam ilikwisha. Baada ya Bushiri kushindwa vita dhidi ya jeshi la Kijerumani na kuuawa tarehe 15 Desemba 1889, vita vilikwisha na hivyo pwani pakawa na amani tena, hali ambayo ilifanya Wabenediktini warudi tena Dar es Salaam mwanzoni mwa Disemba 1889, na utume wa kueneza Injili ukaendelea kutoka Dar es Salaam na kuenea katika eneo lote la Prefecture Apostolic of Southern Zanzibar.
Wamisionari wa White Fathers wanashikilia kwa muda Vicariate Apostoliki ya Dar es Salaam. Tarehe 14 Septemba 1920, Askofu Thomas Spreiter OSB aliyekuwa Vicar Apostoliki wa Dar es Salaam alilazimishwa kuondoka Dar es Salaam arudi nyumbani kwao Ujerumani pamoja na wamisionari wote wa Jerumani kutokana na Ujerumani kushindwa katika vita kuu ya kwanza ya dunia. Hivyo isingekuwa salama kwao kuendelea kuishi katika eneo lilokuwa koloni la Ujerumani. Kwa amri ya Kongregasio ya Uinjilishaji wa Mataifa, kundi la White Fathers na White Sisters lilichukua kwa muda kazi ya kuwatunza na kuwahudumia Wakristo katika misioni zilizokuwa zikiongozwa na hao wa misionari wa Jerumani. Baada ya kuondoka, Padre Joseph Lene wa shirika la White Fathers alishika wadhifa wa msimamizi wa kitume Apostolic Administrator wa Vicariate Apostolic ya Dar es Salaam. Wafransiskani wa Kapuchini wa Swiss. Mnamo mwezi Julai 1920, Kongregasio ya Uinjilishaji wa Mataifa iliamua Vicariate Apostolic ya Dar es Salaam iwe tangu sasa misioni ya Wafransiskani wa Kapuchini wa provinsia ya Kiswizi. Hivyo tarehe 4 Machi 1921 Wakapuchini wa kwanza waliwasili Dar es Salaam, nao walikuwa Padre Gabriel Zelga na Brother Clemens Studer ambao waliwasili kutokea visiwa vya Seychelles ambapo walikwisha hudumia kama wamisionari. Wenzao kutoka Uswizi waliwafuata tarehe 18 Juni 1921, nao walikuwa mapadi watatu, mabruda watatu na masista 6 wa shirika la Divine Providence Baalbek. Wakati Wakapuchini wanawasili Vicariate Apostolic ya Dar es Salaam ilikuwa na parokia 3 tu, yaani parokia Mtakatifu Yosefu, parokia Mtakatifu Maurus Kurasini na parokia ya Kipatimu. Padre Gabriel Zelga ndiye aliyeteuliwa kuwa mkuu wa misioni na mwezi Februari 1923 alifanywa kuwa askofu na kupewa wajibu wa Vicar Apostolic wa Dar es Salaam. Ujenzi wa kanisa kuu la Mtakatifu Yosef. Prefectus Maurus Hartmann aliyekuwa akisimamia Prefecture Apostolic of Southern Zanzibar aliacha alama maalum sana ya bidii yake ya kichungaji ambayo ilionekana hadi leo, yaani kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu. Tarehe 29 Julai 1896 serikali ya kikoloni ilitoa kiwanja kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hilo, na mara moja Prefectus Maurus alianza kutafuta wafadhili huko Ulaya, huko St. Ottilien. Watu wajitokeza wakaleta sadaka zao, sio maelfu bali kidogo kidogo, hadi kikapatikana kiasi cha kuanzisha ujenzi. Hivyo tarehe 5 Desemba 1897 kazi ya kujenga kanisa ilifunguliwa rasmi kwa ibada ya kuomba baraka za Mungu, kama ambavyo nasi tutafanya leo kwa kubariki eneo la ujenzi wa kanisa kuu mbadala la Bikira Maria mama wa Mungu Theotokos hapa Pugu. Na jiwe la msingi liliwekwa tarehe 13 Machi 1898, na baada ya kukamilika kwa ujenzi kanisa litabarukiwa tarehe 15 Oktoba 1908 na Askofu Thomas Spreiter OSB. Ngazi za uhadi mbalimbali
kupitia kuelekea kuundwa kwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Kutokana na maendeleo mazuri si tu katika ujenzi wa majengo na makanisa katika misioni, bali pia katika kuongezeka kwa idadi ya waamini hapa Dar es Salaam, huko Roma lilitolewa shauri la kuinua cheo cha prefecture na kuifanya kuwa vicariate apostolic, yaani sehemu ya kanisa ambayo bado haijafanywa kuwa jimbo rasmi na inakuwa chini ya mamlaka ya Baba Mtakatifu ambaye amemteua vikari wa kitume, vicar apostolic, anayekuwa ni askofu wa jina, titular bishop, kuliongoza kwa niaba yake. Hivyo tarehe 15 Septemba 1902 iliyokuwa prefect apostolic of Southern Zanzibar ilipandishwa hadhi na kuwa vicariate apostolic of Southern Zanzibar, na Padre Cassian Spies aliteuliwa kuwa askofu wa kwanza kuiongoza vicariate hii kama vicar apostolic. Tarehe 10 Agosti 1906 iliyokuwa vicariate apostolic of Southern Zanzibar ilipandishwa jina na kuitwa vicariate apostolic of Dar es Salaam. Tarehe 12 Novemba 1913 vicariate apostolic of Dar es Salaam iligawanywa, hivyo sehemu ya kusini ilimegwa na kuzaa prefect apostolic of Lindi ambayo ilijumuisha Lindi na Chingwea na Songea. Tarehe 3 Machi 1922 vicariate apostolic of Dar es Salaam iligawa tena sehemu ya magharibi na kuunda prefect apostolic of Iringa ikijumuisha maeneo ya Bihawana na Iringa, na vicariate apostolic of Dar es Salaam yenyewe ikabaki na wilaya za Dar es Salaam, Kilwa, Mahenge zikiwa chini ya wamisionari wa Fransiskani wa Kapuchini wa Swiss. Na hatimaye tarehe 25 Machi 1953 iliyokuwa vicariate apostolic of Dar es Salaam ilipandishwa hadi na kuwa jimbo kamili, na tena sio jimbo tu bali jimbo kuu la Dar es Salaam, ambapo leo tukiwa tumejaa moyo wa shukrani kwa Mungu tunazindua rasmi safari ya kuelekea jubilei ya miaka 75 ya jimbo letu. Aidha, mnamo tarehe 21 Aprili 1964 kulitokea mabadiliko tena ambapo Mahenge ilipandishwa hadhi na kuwa jimbo ikimegwa kutoka Dar es Salaam, na eneo la Liwale liliwekwa chini ya jimbo la Nachingwea lilipoundwa. Maaskofu waliohudumu jimbo kuu la Dar es Salaam tangu mwaka 1887 ilipoundwa prefect apostolic of Southern Zanzibar hadi kufikia kuwa jimbo kuu la Dar es Salaam mpaka sasa. Wafuatao wameongoza sehemu hii ya kanda kama ifuatavyo: prefect apostolic of Southern Zanzibar 1887 mpaka 1902. Waliongoza alikuwa moja, Padre Boniface Fleischutz OSB ambaye alikuwa na title ya prefect apostolic, na aliongoza 1887 mpaka 1891. Padre Franciscus Maya OSB ambaye pia alikuwa prefect apostolic, aliongoza kuanzia 1891 mpaka tarehe 23 Novemba 1891. Padre Franz Xavier Baumann OSB prefect apostolic aliongoza kutoka 1891 mpaka 1898. Na Padre Maurus Hartmann OSB apostolic prefect aliongoza pia kutoka 1898 mpaka 1902. Na vicariate apostolic
of Southern Zangweba ambapo ulikuwa mwaka 1902 mpaka 1906, alikuwa ni Askofu Cassian Spitz OSB kwa title ya Apostolic Vicar, na aliongoza 1902 mpaka 1905. Na Vicariate Apostolic ya Southern Zangweba yani Dar es Salaam kuanzia 1906 mpaka na 20 kuna huyu Askofu Thomas Spreiter OSB. Vicariate Apostolic of Dar es Salaam mwaka 1906 mpaka 1953, moja, Padre Joseph Lin White Father Apostolic Administrator mwaka 1920 mpaka 21, Padre Gabriel Zelga OFM Cap Apostolic Administrator mwaka 1921 mpaka 23, Askofu Gabriel Zelga OFM Cap Vicar Apostolic mwaka 1923 mpaka 29, Padre Meinrad Schuler OFM Cap Apostolic Administrator mwaka 1929 mpaka 1930, na Askofu Edgar Maranta OFM Cap Vicar Apostolic aliongoza mwaka 1930 mpaka 53. Sasa jimbo kuu la Dar es Salaam kuanzia ule mwaka 1953, moja, Mhashamu Edgar Maranta OFM Cap kama askofu mkuu kuanzia mwaka 1959, kama Laurian Kardinali Rugambwa kama askofu mkuu kuanzia mwaka 1969 mpaka 1992, alafu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kama askofu mkuu kuanzia 1992 mpaka mwaka 2019, na mwisho Mhashamu Jude Thaddeus Ruwa'ichi OFM Cap mkuu kuanzia 2019 leo hii. Chote hicho tangu 1887 lilipoundwa Prefect Apostolic of Southern Zangweba hadi kufikia kuwa jimbo mpaka sasa, kanisa limeendelea kukua katika imani na utume, likijikita katika utoaji wa huduma ya jamii, huduma nyinginezo kuanzia kuwa parokia moja tu ya Mtakatifu Yosefu hadi kufikia idadi ya parokia 163 tulizonazo sasa, parokia teule 30, shule za awali 35, shule za msingi 48, shule za sekondari 22, vyuo vya ufundi 9, seminari ya Visiga na uwepo wa seminari kuu ya Segerea, vyuo vikuu kadhaa vya kanisa vilivyopo vinavyoendeshwa hapa jimboni, hospitali, zahanati na vituo vingine vya afya, vyote kwa ujumla wake takribani 30. Haya yote yamewezeshwa kwa kutenda kazi katika jimbo letu watume, na zaidi uwepo wa mapadri wa jimbo takribani 120 na shirika la masista dada wadogo wa Mtakatifu Francisco wa Asizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Mafanikio haya yote pamoja na mengine mengi ambayo hayatoshi kuandikwa katika ufupisho huu mdogo wa leo ni sababu ya msingi ya kumshukuru Mungu na kufanya shangwe, yaani jubilei. Hivyo leo tunayo kila sababu ya kufanya uzinduzi wa safari ya kuelekea kusherehekea miaka 75 ya uwepo wa jimbo kuu la Dar es Salaam itakapofika hapo tarehe 25 Machi mwaka wa 2028. Jubilei ya miaka 70
na mitano ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Tufanywe upya na Roho Mtakatifu.